wapi? Hii nyumba utatoka. Utatoka. Wewe utotoke kwa hii nyumba. Hii nyumba si yako. Utatoka bana. Na sionekane hapa tena. Bana wewe si mwenyeji wa hii nyumba. Tumekuwa very patient na wewe sana. Very tolerant. Ningetaka Maureen, kuna kitu ambaye nimewaambia, nilikuja hapa kwa ajili ya mambo matatu. Kutakaza nyumba, ni kuonyesha vitu ambaye inaendelea hapa, na kuna jambo moja ambaye nimebakisha na ambaye ningetaka hiyo jambo pia nikamilishe. Sababu hiyo ndio vitu ambaye imenileta kwa hii nyumba siku ya leo. Na wenyewe wanajua ni nini, lakini wamekataa kuongea. Mimi ningeomba tu tuende mpaka hapo pahali hiyo vitu hiki inatendeka, ama pahali hiyo kitu ambaye nataka niwaonyeshe iko. Haya, Daktari Binai, Maureen, tafadhali. Hakuna mtu ataingia kwa room yote kwa hii nyumba. Nishawaambia. I've already declared this is the end of that session. Now we are not talking anymore. We are not discussing anything. Nataka mtoke muende. Nataka mtoke muende. Ni nini hawa wananiambia sasa? Nyumba nimenunua na pesa yangu, nakuja kufanyia hapa mambo yako ya uchawi. Toka nje na hao watu wako na uende huko. Nyumba yangu nakuja kufanyia vitu za uchawi hapa. Haya, ni sawa. Ni sawa. Hata unaishi. Nikosea heshima kabisa. Tunaenda. Nataka nijue huyu ni nani amelala hapa. Umenipigia saa ngapi? Nieleze huyu ni nani amelala hapa chini. Na ni nini anafanya hapa chini? Na huyu amevaa nguo nyeusi ni nani? Huyu ni nani amevaa nguo nyeusi? Wewe ni nani? Ona. Fanya hivi. Mbona unani question kwa nyumba? Wewe tulia kwanza. Tulia. Fanya hivi. Twende hapo chini tuongee. Mimi sitaki damu kwa wiki hapa. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, tumeona tukae chini hii maneno ambayo inafanyika hapa ili tuweze kuzungumza, tujue vile tunamaliza. Haitakuwa vizuri tukiwa tunaongea, tukiwa kwa drama hivyo, tukiwa tunapigana, tukiwa tunatusiana, na nitafadhali. Na pastor tumewapea nafasi ili muweze ngoja. Before uendelee, Binai. Mimi niko na swali moja. Hii discussion yetu tunafanyia hapa kwa hii nyumba. Hapa hivi katikati. Can we not do it outside huko nje? Because hapa hivi interrupt a very important session. Tulikuwa kwa maombi pale ndani. Mkakuja mkakatiza katikati. Can't whatever we are discussing hapa wait. Huko ndani tumekuwa pale ndani, mmetu request tukuje hapa nje tukaongea. Out of courtesy. Tukasema wacha tukuje tusikie mnatuambia nini. Kumbe tunakuja hapa nje, we're still revolving under the same issue nye tulikuwa tumeanza nazo. We're still talking about the same thing nye tulikuwa tunaongea. Hii kitu, no. Hii issue we've been solving it for the last 2 weeks. But we are still discussing the same thing. Can't we just move forward na tuangalie vitu zingine? Mbona tunabaki hapa hivi every now and then? Mbona tunabaki hapa? Huyu tunabaki hapa kwa nguvu gani ya kutuambia tuongelelee maneno huko? Baby, no just get. Hili kitu ndogo hii. Hawa ni watapeli kabisa. Hili kitu ndogo, this is a very small issue. Nyinyi mnatuamrisha aje ati tutoke tuongelelee nje? Wewe mnatuamrisha aje tukuja tuwasikize? Tunawasikiza kama nani? Hii ni nyumba yangu, nilinunua na jasho langu. Tunawasikiza kama nani? Hapa ndio tunaongea, hatutoki nje. Hatutoki nje. Tutatoka tuende tuongelee huko nje. Hii ni nyumba yangu. Mpende msipende. Daktari tuambie kitu tunafaa. Mutatoka. Unajua mimi hii kelele ambayo inaendelea hapa, mimi hata sifurahii. Kelele gani? Sisi ni watu wazima na hii ni mambo ambayo inafaa tu kuongea kama watu wakubwa. Sasa mtu ukianza kupiga nduru namna hiyo, na wewe ni mwanaume tu wa boma, hii ni aibu gani unaleta? Mutatoka. Tutamwambia hapa ni kwake. Hapa ni kwangu. This is my house. This is my home. Unajua sasa hii ni mambo ambayo imefanyika, na ndio maana nimesema wacha tutoke huko ndani, muvae nguo, mkuja hapa tukae hapa tuongee. Tujue ni nini ambayo imekuwa inaendelea hapo ndani, na kuna mambo moja mbili ambayo nimetaka tu niulize. Na jambo la kwanza ni kuhusu huyu mtoto. Unajua ndio mtoto ni wenyu, lakini hii vitu ambayo mnapitishia huyu mtoto unajua si vizuri. Huyu mtoto sahihi anafaa kuwe shule. Mtoto wa miaka 17 sahihi anafanya nini kwa boma? Huyu mtoto ambaye anaishi kwa maombi, huyu mtoto ambaye amelelewa kwa maombi. Yes. Na nyinyi kama wazazi, mbona mnaruhusu kulala na mtoto kama huyu kwa kitanda moja? Hiyo ni maombi.
maombi kwa kitanda kimoja. I told you last time when ulikuja nilikwambia the mali kuna hii nyumba mali penye kuna spiritual realm ni kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo nyumba spiritual network iko juu. Kabisa. Hapa. Same yes. Hiyo that is the appointed room ya kuombewa na kufanywa appointment. Hapo ndo kuna upako. Yes. Ndio. Na mbona mnashinda mkisema nyumba si yangu? Nyumba ni ya nani? Nyumba si yako. The house has been registered under the church. Mbona mnasema si yangu? The house has been registered. The house has been registered under the church. Hii nyumba imekuwa registered under the kanisa. Si mimi mwenyewe ndio nilisign. Nani alisign? Si mimi mwenyewe ndio nilisign makaratasi ya nyumba. Custodian wa kanisa. Ni lini wewe ulikuja ukaweka nyumba? Ni lini kumaanisha hiyo nyumba kumaanisha documents? Ni kuonyesha documents. Do you want the documents? 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 Documents hapa soft copy. Niko na documents hapa soft copy. Soma. Imeandikwa anda nani? Imeandikwa anda nani? Kanisa document imeandikwa anda nani? Soma vizuri. Imeandikwa anda nani? Imeandikwa anda nani? Kusoma imekushinda. Imeandikwa anda nani? This is not your property. This is not your property. Yes. Sawa. Now if you're not careful, I'm going to see you. Nitakupeleka kwa This is treason. This is treason. Nakwambia nyumba yangu nitamake sure huna hata kitu moja. Mimi nitamake sure huna hata kitu kila kitu. Utarudi bila kurudisha. What are you telling us? Lakini tutajua ni nani alinunua hiyo nyumba. Nitashughulikia. Wewe nyamaza tu Maureen. Mimi ningependa tu tuongee kwanza kidogo. Mimi nimewasikia sababu mmeongea na mimi nimewasikia na ni vizuri tukue na solution ya hii maneno sababu najua tukianza kupiga hivi kelele hakuna kitu ambaye tutamaliza hapa. Unajua ustaarabu ni kitu ya maana. Ni vizuri tuongee kwa ustaarabu, unapea huyu nafasi anajieleza, unapea huyu anajieleza, lakini sasa kila mtu akiongea, kila mtu hiyo inakuwa sasa ni kelele, hakuna hapo kuzungumza. Na hii nimesema tukuje tukae hapa ili tuzungumze, tujue nini ambaye iko kwa hii nyumba na ni nini ambaye inaendelea kwa hii nyumba. Wacha amalize. Swali ya kwanza tu ambaye ningetaka niulize ni kuhusu huyu mtoto, sababu huyu mtoto wacha tu nimuulize yeye mwenyewe. Msichana, hii hali ambaye uko ndani wewe unafurahia, wewe unaona ni sawa? Mtumishi ametumwa hapa kuniokoa. Roho imemwambia niko na shida na nahitaji uokovu. Haleluya. Uko na shida. Wewe mwenyewe unajisikia uko na shida. Roho imemwambia. Mimi nauliza tu. Kwa hivyo nakuanga na shida. Mimi nauliza wewe, hii vitu ambaye inaendelea wewe unaona iko sawa? Upande wako wewe kama wewe kibinafsi. Mwenyezi Mungu amemtuma kuja niokoe. Sasa kulala na wazazi kitanda moja hiyo ni kukuokoa? Ongea na Mwenyezi Mungu akamwambia nahitaji uokovu. Ndio niko na kuuliza tu swali moja. Niko na kuuliza tu kulala na wazazi kitanda moja hiyo ni uokovu? Na shida iko wapi? Kama roho imesema. Mimba ambayo ulikuwa nayo iko wapi? Mimba iko. Kwa nini mnauliza hiyo mimba? Kwa nini? Ni kwa nini? Ndio nimetaka nijue tu. Mnataka mkule huyo mtoto, enda mchukue basi mkule. Kwa sababu mnajua mimi hata nashindwa. Hawa watu wanajifanya wanafanya maombi. Mbona wako na hasira? Wanaongea. Mimi hata ndio nafaa kuwa na hiyo hasira. Mimi hata ndio nafaa kuwa na hiyo hasira. You people are always interrupting our schedules. You're always interrupting our programs. Always. Kila mara tuko katikati ya kitu ni mnaingilia na sababu sisi tunaingilia. Mjajibu swali. Nimeuliza tu mimba ambayo huyu mtoto alikuwa nayo iko wapi? Hivyo tu swali rahisi tu. Huyo mtoto alikufia huko hospitali. Kumbe nyinyi ndio mlijua, ndio maana mmefuata hapa muone kweli ni ukweli kama ako hai ama amekufa. Tumejua sasa. Alikufa akizaliwa. Huyo mtoto. Mbona mnajaribu kudanganya watu? Mtoto alikufa akizaliwa, ndio maana mmekuja leo hapa. Mbona usiambie tu watu ukweli nini ambaye inaendelea kwa maisha ya huyu mtoto? Mimi nataka tu muongee tu ukweli. Hii mimba ambayo huyu msichana alikuwa nayo iko wapi? Na nini ilitendeka kwa hiyo mimba? Mtoto alikufa akizaliwa na ndio maana baba yake alikuwa anamtakasa. Hizo madawa zenye mnatumia zisimrudie tena. Wewe kama dada yangu, mbona hukuwahi tuambia? Hiyo utakaso mumeona pale ndani. Hiyo ndio maana tumekuwa hapa pamoja kama familia tukifanya huo utakaso. Kwa maana itasaidia huyu mtoto na itaweza kumfanya aweze. Lakini ninakuuliza wewe ni dada yangu. Kwa nini hata hujawahi tuambia msichana wako alipoteza mimba? Mbona hata hujawahi sema? Huyu ni mtoto ulizaa na
na Pastor Sam. Huyu mtoto wetu mimi na Pastor Sam. Tangu lini? Sam, kwa hivyo ulikuwa na mtoto na sikuwa najua. Na wewe mbona hujaituambia nyumbani mtoto ni wa Sam? Niambie mbona? Kwa nini wewe ulikuwa na utekelezi sana, ulipenda sana wewe. Na bado uliona mimi nikija kwa mahusiano na Sam na ukanyamaza. Na ulikuwa unajua mmezana yeye mtoto. Agenda yetu ni kukumaliza wewe. Pesa yako ndio tulihitaji. Lakini ile kitu ninawaambia mjue vitu zangu zote zitarudi. Wewe unanunua mapenzi na pesa. Zitarudi aje? Upendo tafadhali. Moni nilikwambia hii kanisa imekuwa registered under the church. Haina shida. Hii kanisa, hii nyumba ni ya kanisa. Hata kama ni kuchukua sheria na si kanisa nitachukua. Lakini vitu zangu nitarudisha. Hii ni jasho yangu, hii ni pesa yangu yenye bwanangu aliniachia niliongeza nikanunua hii nyumba. Kuna nini ya kuonyesha hii nyumba ni yako? Ni mdomo tu, uleta makaratasi zako. Maureen, wewe nyamaza. Mimi hii mambo yote mimi nimeona, na mimi kukuambia tukuja hapa leo nilikuwa na sababu. Na sababu ambayo ya kwanza ilikuwa ni kutakaza hii nyumba. Sababu ya pili ilikuwa ni uone vitu ambaye inaendelea hapa, na kuna sababu ya tatu na ambaye bado sijawaonyesha hiyo sababu ya tatu ni nini. Mimi nikifanya kitu huwa nakuanga nimeona. Na kitu ambaye inaendelea kwa hii nyumba, hawa watu vitu ambayo wamekuwa wanafanya, hiyo imekuwa ni kuongeza nguvu ili kupingana na mimi. Na mimi nilikuwa nimeona hiyo vitu yote. Hata huyo mtoto, hiyo mimba walitoa sacrifice ili waongezwe nguvu, waweze kupingana na mimi na waweze kupingana na wewe. Na mimi wacha niwaambie, mimi ni mtu ambaye nimejitakaza. Na mimi kabla ufanye kitu hata ufikirie kufanya, mimi nitakuwa nimeona. Na ndio maana nikaambia Maureen leo nataka tufike mpaka kwa hii boma uweze kuona kila kitu, sababu unajua nilikuwa nimemwambia huyu mtoto alipewa mimba na baba yake na wakukuwa wanaamini, na ndio maana nilitaka niwapate tu red handed ili kila mtu adhibitishe, na hata Maureen mwenyewe aridhike, aone kweli mambo ambayo daktari alikuwa anasema ni ukweli. Na ndio hii imetendeka. Si umeona Maureen, sababu nilikuwa nakuelezea, lakini niliona ulikuwa na wasiwasi mingi au uamini vitu kama hiyo. Kuwarekebisha. Huyu mtoto wangu hakupewa mimba na baba yake, alipewa mimba na Roho Mtakatifu. Surely. Hakupewa mimba na baba yake, ni Roho Mtakatifu. Sielewi mbona mimi naweza weka kwangu. Mimi nimewaruhusu mkuje mkae kwangu kwa viti zangu, mnapumua hewa yangu, kukuja kunidisrespect kwa nyumba yangu. Mnataka kutukana kwa nyumba yangu. Na bado mnataka nikae nitulie tu niseme sawa. Ati sawa. My friends, nini umefanyia familia yangu mpaka wanakuamini ati mimba ni yako? Sana mimi, hamtawezana na mimi. Nitawafukuza hapa mbio sana. Msipoendelea hivi nitafungulia hapa maumbwa na mtatoka hapa mbio sana nyinyi. Mnanikosea heshima kwa hii nyumba sana. Hii nyumba Maureen nimekuambia si yako. Hii nyumba ni ya kanisa na kanisa imekuwa registered under my name. Nini umefanyia familia yangu? Kwa sababu hata vitu wanaongea ni kama kuna kitu umewafanyia. Swali ni hata dada yangu ajielewi, mtoto wake ajielewi. Mimi dada yako wapi? Na ukataza kila wakati mimi si dada yako. Bana, she's not part of your family. She's part of Christ. She's part of the church now. She's not part of your family. Ni kwa sababu unajua vitu zenye umewafanyia. Wewe unajua vitu zenye umewafanyia, si ndio? Sasa Sam, mimi kitu ambaye nataka tu, na Maureen amesema kwamba hii nyumba anataka muondoke. Nani aondoke kwa nyumba ya nani? Niondoke kama nani? Niondoke kama nani? Hii nyumba yangu mtaondoka. Hakuna mtoto. Hii nyumba ni ya kanisa hii. Hii nyumba ni ya kanisa. Na kanisa si yako. Sisi ndio wenye kanisa. Wewe ndio kanisa. Leta mtoto wangu atakuja wapi? Hii nyumba utatoka. Wewe utatoka. Wewe utatoka kwa hii nyumba. Hii nyumba si yako. Utatoka bana. Na sionekane hapa tena. Bana, wewe si mwenyeji wa hii nyumba. Tumekuwa very patient na wewe sana, very tolerant. Tumekuvumilia sana. Wewe na wagonga wako tumekuvumilia sana. We are tired. We are not going to tolerate this anymore. We are tired. Tumechoka. Na tumpombeleze. Tumechoka. Allah. Samu, acha nikuambie kitu. Wewe ni mzazi na wewe ni kioo ya jamii huko nje. Na unasema wewe ni mchungaji. Na sasa hii mambo ambayo unaongea, kuna vitu ambayo inafaa unaongea na hekima kidogo kuendana na cheo ambayo uko nayo. Lakini sasa vitu ambayo unaongea inaonyesha kabisa hiyo cheo ambayo umejiweka si yako. Mtumishi. Daktari. Usinyamaze, tusikize daktari anasema nini. Acha basta ongea. Daktari.
You people need to realize that mko kwa nyumba yangu. Nyumba ya nani? Na kwa nyumba yangu hamwezi toka out of nowhere mnaanza kunidemand na kudictate what I'm supposed to do. This is my house. You have no rights whatsoever. Sawa? Nikiamua kutaka kuwafurusha na kuwafukuza hapa nje, hakuna kitu mtafanya. Mtatoka. Daktari, wacha nikwambie. Mtatoka. Mimi hata nimetulia nikapeana heshima kwa sababu ya huyu daktari. Bure ningefanya vitu hapa yenye hata hamtaamini ni mimi nimefanya. Tafeli kama wewe. What are you going to do? Mtafanya nini? Mnatunyang'anya nyumba yetu. Kwa nyumba yangu mtafanya nini? Mnatuambia uchawi ndio mko nayo. Mtafanya nipigie security hapo nje haraka kuja wavumisha hapo ndani. Mtatolewa hapa ndani mbio sana. Mchungaji, kuna swali ambayo nataka tu nikuulize. Nini nyingine ambayo iko kwa hii nyumba? Sababu kuna vitu ambayo naona iendelee sawa. Kuna nini nyingine ambayo inaendelea kwa hii nyumba? Kama nini? Kama nini? Wewe unajua sema. Kama nini? Wewe ni daktari unaona? Wewe unajidai you are all seeing. Wewe ni kama unaona mpaka chini ya kitanda kuonyesha unadai nyinyi. Unaona hata kesho wewe unaona hadi. Wewe ni daktari unaona kesho, unaona next year. Tuambie sasa unaona nini wewe? Mwenyewe. Unaona nini? Mimi kukuja kwa hii nyumba niko na sababu. Na ndio maana nimekuuliza tu hiyo swali, kuna kitu gani ambayo inaendelea kwa hii nyumba? Na ndio maana nitarudisha swali yako na tutashinda tunarudia kitu moja kila wakati. Nitarudisha swali yako na nikuambie swali yako ni ya kipuzi. Daktari tafadhali. Ya kipumbavu. Daktari, nataka kujua. What do you mimi mwenyewe nataka kujua ni nini kinaendelea kwa hii nyumba. Usishinde unatuuliza maswali kwetu. Kila kitu. Unatuuliza maswali kama nani? We want to do away with this thing and this nonsense and move on with our lives. Yes. Why are you asking us questions? Kama nani? Unajua Samu, acha nikuambie kitu. Mimi mambo yako leo na vile nimekuja hapa leo, kuna vitu mingi sana ambayo nataka nifanye. Na mimi nimekupea nafasi umeongea, na mimi naomba pia nayo unipe nafasi niongee, sababu mimi nimenyamaza, nimewasikiza, kila mtu ameongea, ama kuna mtu baada anahitaji kuongea ndio mimi naye nikianza kuongea, nikuwe naye na muda wa kuongea, sababu nadhani kila mtu nimempea nafasi. Haya, dakika 5 umaliza tutoke hapa tuende. 5 minutes. Maliza tutoke hapa tuende. Unajua Sam, wewe mwenyewe unajua ukweli kwamba hii vitu ulipata namna gani, na hii mambo yote ambayo unafanya ni kwa ajili ya kunyanyasa huyu Maureen. Na huyu Maureen alikuwa amekuamini sana, na ni mtu ambaye alikuwa na future na wewe. Ni mtu ambaye amejinyima sana, ni mtu ambaye ashughulikii watu wengine, lakini wewe alikuwa anaona ni mtu ambaye mtaishi na yeye. Kila kitu yake alikuwa anakupatia. Ni nini ingine, hii makosa gani kubwa aswa ambaye alikufanyia ndio ifikia tu ya kumfanyia vitu kama hii? Upande wako tu wewe, makosa gani ambaye alikufanyia? Sababu pia naye huwa anajiuliza maswali. Ama Maureen, kuna makosa ambayo ulifanya? Hata mimi ndio hiyo daktari, naomba aniambie tu ni nini nilimfanyia. Yeye kwamba ulifanya hii na ndio mimi ikafanya ni kuchukia ama nifanye hii mambo. Nataka tu muelezee makosa yake ilikuwa ni nini ndio ikafikia tu mpaka umfanyie mambo kama hii. Maureen, mimi sikuchukii kabisa, sikuchukii. Mimi niko na shida na tabia zako, niko na shida na mienendo zako. Number 1, Maureen, wewe unatokaje United States of America unakuja Kenya bila kuniambia? Adabu gani hiyo? Adabu see, we are turn taking. No. Let me finish. Nilikupigia simu. You'll have a chance to answer me back. Lakini mimi naweza jibu hapo pastor tafadhali. Anasema kwamba alikuwa anakupigia simu last 3 months ago, kunapokea. Ulikuwa unataka kuelezea aje anakuja? Si ati sikuwa napokea Binai. Simu yake nilikuwa nashika. Nilikuwa nashika lakini ulikuwa unapiga namba gani? Hakuwa anashika simu. Nilikuwa nampigia simu ama saa zingine before nyuma ndio ile alikuwa akishika na ninasikia hizo sauti nilikuwa nasikia, lakini the last 3 months hakukuwa anashika simu kabisa. Sasa ningemuelezea aje ninakuja? Binai, shida ya huyu mwanamke hata venye umemwangalia umefanya assessment yako vizuri. Huyu mwanamke hana uvumilivu kabisa. Huyu mwanamke hana patience. Na Biblia inatuambia patience is a fruit of the Holy Spirit. Kabisa, amen. Anafaa vumilie kwa nini? Hebu muelezea ajue. Pole, angoje apangwe. Mimi ndo ni mzee wake. I'm the head of the family. Kabisa. I'm the planner. Mimi hafai kufanya kitu bila ruhusa yangu. Lakini sasa information sahi usiseme wewe ni mume wangu kwa sasa.
Usijaribu kusema wewe ni mume wangu kwa sasa. Wewe si mume wangu, wewe ni mume wa dada yangu. Number 1. Number 2, swali lilikuwa yangu si yako. Number 2, the reason why I have a problem with this lady. Number 2, alitoa fedha ili kuweza kusaidia kuchangia kwa kanisa. Like any other person. Kutoa pesa kuchangia kwa kanisa i-develop ijengwe. Lakini baadaye anakuja anaanza kudai, anasema pesa yake ya kanisa yake iko hapo. Alianza kudai. Sasa wewe Mungu amekupatia uhai. Mungu amekupatia uhai. Unaweza mwambia kurudishia. Unaweza kurudishia Mungu uhai wake. Ulitoa kwa sababu ya Mungu. Kumwabudu na kumheshimu Mungu. Okay, Sam, pastor. Shida iko wapi? Unajua anadai hizo vitu kulingana na mambo yenye alipata. Mambo gani? Alikuwa kidai huko nyuma kabla hajapata vile mlikuwa hapa kwa nyumba. Sasa Binai, mimi niko na swali. Kama hata kudai, mbona simdai Mungu? Dai Mungu mwenye. Mbona simdai? Lakini mbona ni kudai Mungu na nyinyi ndio mnaishi kwa nyumba? Mbona ni dai Mungu na nyinyi ndio mnaishi kwa nyumba? The church has been registered under the house has been registered under the church. Lakini unaandikishaje kanisa kwa jina ya kanisa, nyumba kwa jina ya kanisa? Na nyumba ni pesa zangu nilitoa nikanunua. Hii nyumba ni extension ya kanisa. That's why kuna maombi ni hatuwezi fanya kwa kanisa. Mimi vitu zangu nitarikava, lakini nikisharikava vitu zangu kanisa itakununulia nyumba. Nikisharikava vitu zangu. Unaona? Kanisa. Unaona kwa nini nataka? Unaona? Wewe haumheshimu Mungu. Niko na kiburi kwa sababu ni pesa zangu. Pesa yako iko wapi? Niko na kiburi kwa sababu ni jasho yangu. Niko na kiburi kwa sababu hiyo ni mali ya Bwana yangu. Pastor, hiyo ndio sababu zako. Hizo tu ndio sababu ambayo inafanya ufanyie huyo mtu. Ni sababu ngapi? Sababu kadhaa. Ni sababu kadhaa. Wacha niulize tu dada yake pia, yeye naye aeleze sababu yake ambaye inafanya amchukie dada yake, ambaye inafanya afanye vitu kama hii ya kinyama ambaye si ya kibinadamu. Huyu ni dada yako damu moja. Mumelelewa pamoja, mmezaliwa pamoja, mmesoma pamoja. Na mbona ukuje umfanyie vitu kama hii? Mimi nataka tu umuelezee pia yeye naye aridhike, ajue makosa yake ilikuwa ni hii na shida ambayo inafanya umfanyie vitu kama hii ni hii. Ajue shida iko wapi, ugomvi wenu ni ya nini? Sababu huwezi kuwa na ufanyie mtu damu yako vitu kama hii. Makosa gani kubwa mlikosana na huyu? Kwanza huyu alikuwa na upendeleo sana huko nyumbani. Wakati babangu alikuwa hai, alikuwa anampenda sana. Hiyo ndio sababu pekee. Na kila kitu yeye alipelekwa shule, akasoma, akapata kila kitu yenye mimi sikupata. Nami nikajua hivi nitalipisha moja kwa moja. So hiyo ndio sababu ninafanya nachukia sababu mimi na yeye uhusiano yangu iliisha ile wakati baba yangu alitukagua. Hautaitaka usaidizi wa Maureen siku. Sitaki kabisa, sitaki tena. Sihitaji mimi. Unajua kwamba huyu dada yangu si ati baba yangu alinionelea, sisi wote tulipelekwa shule. Yeye mwenyewe ndiye alikataa shule, hata alipata mtoto akiwa form 3. Sasa hiyo ni makosa yangu aje na yeye alikataa shule. Mimi nilijitahidi nikasoma na nimefika mahali niko. Mimi sikumwambia aachie shule njiani. Utaona masomo yako penye itakupeleka. Binai, kwa nini hakuna chuki na mimi? Binai, mimi niko na swali. Na hili swali mimi nataka watu wanijibu. Kama nyumba umejenga, umetengeneza nyumba ni yako vizuri, na hiyo nyumba haulali ndani, ndio ulichangia kila kitu kwa kutengeneza hiyo nyumba. Simiti ni wewe ndio ulinunua, mawe ni wewe ndio ulileta, shamba ni wewe ndio ulileta, kila kitu ulijenga nyumba, na hiyo nyumba haulali. Hiyo nyumba uko na haki ya kusema hiyo nyumba ni yako kweli? Kama niko na makaratasi. You've never slept in this house. Haujailala kwa hiyo nyumba. Kama ni jasho yako na wewe. Dadako ndio analala kwa hiyo nyumba. Mimi ndio naishi hapa. Binai, wacha nikwambie, nyumba sijalala kwa sababu sijakuwa hapa for the last 2 years. Lakini vile nimekuja, ile wakati nilikuja nililala kwa hii nyumba. Lakini the last 2 years ndio sijalala. Na venye nimekuja hii 3 venye nimekuja hakukuwa nashika simu yangu pia, si kulala kwa sababu daktari alikuwa ameniambia nisilale kwa hii nyumba. Kuna vitu zilikuwa zinafanyika na ukweli nimeziona hizo vitu. Anasemaje sijailala kwa hii nyumba? Na ni nyumba mimi nimenunua. Lakini pastor, nikuulize swali, hii nyumba si ni Maureen amenunua kwa pesa yake? Sijakataa, sina shida. Na ni yeye amenunua, nijibu tu kwanza. Ngoja, hajanunua, alichangia. Na mimi niko na swali moja, Maureen, kama unapenda dadako, uko na shida gani dadako akilala kwa hii nyumba? Si ni dadako. Sasa kama ni dada yake. Mimi Binai, mimi nimekuwa na heshima sana. Kama ni dada yake ndio muoane. Listen, Binai, nimekuwa na heshima sana, sijasema hii nyumba since Maureen hajawahi lala ndani hata usiku moja. Siwezi
huwezi leta mtu wa nje. Nikakuwa na heshima kwa Maureen. Ile mapenzi niko nayo kwa Maureen. Wenye tulipata wacha nimlete dada yake. Wenye tulipata wa kwanza walikuwa wa nje ama ndani? Wenye tulipata hapo wa kwanza mkiwa mmevaa nguo za uchawi zile. Walikuwa ndani ama wa nje? Umesema uwezi leta mtu wa nje, umeleta watu wa ndani. Wale walikuwa watu wa ndani sababu walikuwa washirika wa kanisa. Walikuwa watu wa kanisa. Na kanisa, kazi ya kanisa ni kuwaleta wote pamoja mkuwe mandugu na madada. Na hiyo wakati ulikuwa wapi? Hiyo wakati ulikuwa wapi? Mbona tukukupata hapa? Hiyo wakati nilikuwa na shughuli nyingine ya kimaombi, nilikuwa nimetuma mahali niende kufanya hiyo shughuli. Ilikuwa inahitajika sana hasa kusaidia wale wenye walikuwa hapa ndani. Nikuulize swali Sister Anania Maureen. Unajua kwamba hii nyumba ni Maureen alinunua? Najua ni yeye alichangia, hakununua, alichangia yeye. Hiyo pesa yake alichangia, anaweza ipata? Hawezi ipata. Aipate aje na siipate? Ishajenga nyumba. Kwa nini nisipate? Upate aje? Nyumba ishajengwa. Wakati nyumba ilikuwa inanunuliwa alikuwa? Alikuwa hii nyumba. Huyu hakuwa. Wakati tulikuwa tunanunua nyumba ilikuwa mimi na pasta. Ndio hata mimi ndio hakukua, hata mimi ndio nilisaini makaratasi. Sasa mimi ninashangaa anaingililia aje anasema ati hiyo pesa si. Unajua aje kama hii nyumba ilichangia? Adai hiyo pesa, labda aende adai Mungu. Hii nyumba ni ya Mungu. Sisi hatuna pesa yote yenye tunatekea. Wewe una claim that you are serving the living God, Alpha and Omega, but you associate yourself with witchcraft. What are you doing? You associate yourself with witchcraft. Kati yangu na nyinyi. Ndio nasema kati yangu na nyinyi nani anafanya uchawi? Wewe tulikupata kuwa na nguo za red za uchawi. Si ilikuwa maombi. Hata huyu si mchawi, huyu ni daktari. Tumuone sura. Huyu ni daktari. Tumuone sura. Atoe sura tumuone. Tumuone sura. We don't know who we are dealing with. Tumuone sura. Hii ni ukora hii. Hii ni mavi na ujambazi. Utapeli huyu mwizi. Nani mwizi nani? Nani ajifunika hivi? Bora tusimjue sura. Haina shida hiyo. We need to know who we are dealing with. Kila mtu hapa sura yake iko wazi, tunamuona peupe. Peupe, mbona yake ifunikwe? Ni sawa, mimi nimekusikia na yale kila mtu ameongea. Nimepea kila mtu nafasi ameongea. Kabla tuendelee, kuna kitu ambaye nimekuuliza hiyo swali na sababu umesema kuna kitu ambaye inaendelea hapa ndani. Ningetaka Maureen, kuna kitu ambaye nimewaambia, nilikuja hapa kwa ajili ya mambo matatu. Kutakaza nyumba, ni kuonyesha vitu ambaye inaendelea hapa, na kuna jambo moja ambaye nimebakisha na ambaye ningetaka hiyo jambo pia nikamilishe. Sababu hiyo ndio vitu ambaye imenileta kwa hii nyumba siku ya leo. Na wenyewe wanajua ni nini lakini wamekataa kuongea. Mimi ningeomba tu tuende mpaka hapo pahali hiyo vitu hiki inatendeka, ama pahali hiyo kitu ambaye nataka nionyeshe iko, ili mjue watu ni nini ambaye iko kwa hii nyumba. Mimi niliwaambia hapa vile nilikuja hapa nilikuwa najua kila kitu. Na kama bado ni vitu mingi daktari yuko kwa hii nyumba. Na ndio maana nilikuambia leo nitaandamana na mimi tukuje kwa hii nyumba, bure wewe peke yako hungeweza. Na mimi sababu nimewaambia wamekataa, ningetaka tu tuende niwaonyeshe ni nini hiyo na ni kitu gani ambaye inaendelea hapa kwa hii nyumba siku ya leo. Haya, Daktari Binai Maureen, tafadhali. Hakuna mtu ataingia kwa room yote kwa hii nyumba. Nishawaambia. I've already declared this is the end of that session. Now we are not talking anymore. We are not discussing anything. Nataka mtoke muende. Nataka mtoke muende. Kama mtatoka, tutaleta vita hapo na itakuwa vurugu. Either mtoke muende. Tutasumbua na hapo sawa. Mtatoka muende. Mtatoka muende. No. Binai, mtatoka muende. Mtatoka muende. Toka muende. Mtatoka muende. Mtoke nyuma yangu. Mtatoka muende. Mtatoka muende. Mtatoka muende. Mtatoka muende. Mtatoka muende. Mtaenda. Mtatoka. Mutatoka. Endeni kabisa. Nipe muda kidogo na tushughulikie hii maneno kwanza. Kuja tu tuende. Kata director. Muda kidogo tushughulikie. Kata director. Lakini issue. Kata director.